asilimia zaidi ya Subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Asilimia zaidi ya 85 ya wananchi wa mkoa wa Katavi wameajiriwa au wamejiajiri katika sekta ya kilimo. Kwa maana hiyo watu wengi zaidi ndani ya mkoa huu ni wakulima. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameweka jitihada zote kuleta mbolea, mbegu bora, mashamba bora, vipimia udongo, vitendea kazi kwa ajili ya maafisa ugani, mafunzo kwa ajili ya maafisa ugani, matrekta makubwa na madogo kwa ajili ya kulimia, upatikanaji wa madawa ya aina mbalimbali pale inapobidi, dawa za kuua wadudu waharibifu. Hizo jitihada zote hizo ni katika kuhakikisha mkoa wa Katavi unaendelea kuwa kinara cha usalama wa chakula katika nchi yetu ya Tanzania. Na kinachonifariji ni kwamba sisi Katavi tunafanya kwa vitendo. Na moja kati ya vitendo leo tunashuhudia hapa kwamba tuna shamba darasa la mfano zuri kabisa. Na tunaona hapa kwa kweli ukitazama haya mahindi jinsi yalivyo na yameanza kukauka haya. Unaona kabisa na unapata ushuhuda kwamba chakula cha kutosha kimepatikana. Sasa jambo la kwanza ni kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa jitihada hizi kubwa zinazofanyika kwenye sekta ya kilimo. Lakini jambo la pili, tunaoletewa hizi jitihada, naomba wanakatavi tuzitumie. Kama kuna wakati wa kunufaika kwenye sekta ya kilimo, sekta ya mifugo, madini, biashara na kila sekta ya uzalishaji, ni wakati huu wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu ndio wakati ambao jambo linapangwa na linatekelezwa na linaonekana mpaka kwa mwananchi wa kawaida kwamba limetekelezeka. Kwa hiyo niombe sana wanakatavi wote, wakulima, hii asilimia 85, tuhakikishe kwamba maelekezo ya maafisa ugani wetu mnayazingatia kwa asilimia 100. Matumizi ya mbolea iwe ni jambo la muhimu na la kuzingatia. Matumizi ya mbegu bora iwe ni jambo la kuzingatia. Namna ya kufanya usafi kwenye hilo shamba, namna ya kupanda, zile takwimu zote zile kwamba mche na mche iwe kipimo gani, mstari na mstari iwe kipimo gani. Wananchi wenzangu, zingatieni kwa sababu inalipa. Hapa pamoja na kwamba ni shamba darasa, lakini naamini shamba hili litakulisha, litakuvalisha wewe na familia yako, na utapata na ziada ya kuwauzia Watanzania wengine au watu wengine ambao labda watakuwa hawajapata mavuno kama hivi, au mikoa ambayo haijapata mvua za kutosha. Kwa hiyo kwa wakulima hilo ni jambo la kuzingatia, usipuuze maelekezo ya maafisa ugani. Lakini jambo la pili kwenye hili, nakumbuka taarifa inasema ni vijiji 8 kama sikosei ndio ambavyo vimepata elimu ya swala hili la kilimo. Sasa mkurugenzi na Mheshimiwa DC ukiwa unasimamia, ongeza vijiji vyenu, viko vingapi jumla? 39. Huwezi kushindwa kwa sababu hii ilikuwa ni mradi wa awali wa majaribio na mafunzo kwa wakulima. Lakini sasa ninaamini kwa maana ya mafunzo haya kwenye vijiji 8, maafisa ugani wameshaelewa cha kufanya, wakulima wetu wameshaelewa cha kufanya, na hata hawa wakulima wanaweza wakatumika kama walimu kwa wakulima wengine ili kueneza hii elimu ya namna nzuri ya kuongeza tija kwenye kilimo cha mahindi. Kwa hiyo pelekeni vijiji vyote. Lakini swala lingine katika hilo, tunatazama sana ajira kwa vijana. Niombe sana wale vijana ambao wamejiajiri kwenye kilimo tayari, watazameni kwa upana kabisa kwenye vijiji hivyo na muhakikishe wanapata miongozo na elimu kama hii waweze kunufaika. Hili ni zao la mahindi, lakini najua kwamba tunao mazao mengine ya biashara, tumbaku, alizeti, ufuta, pamba na kadhalika. Hakikisheni vijana mnawachukua kwa wingi zaidi, wapige darasa vijana hata kama ni 3,000 kwenye hii halmashauri, piga darasa la elimu nzuri ya kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao ya chakula na ya biashara. Na baada ya pale kila mmoja arudi kwenye shamba lake, au kama hana shamba, wekeni utaratibu mzuri. Vijana wapate mashamba, wapate mbegu, mbolea ya kuanzia na vitu vingine vile vya muhimu. Alafu tuwape kazi wafanye shughuli ya kilimo. Tutakuwa tumeondoa umaskini kwa vijana, lakini tutakuwa tumeongeza ule uhakika wa chakula ndani ya mkoa huu wa Katavi. Kwa hiyo fanyeni hivyo kwa wakulima wote,
lakini zaidi vijana wapate elimu hii na muwasimamie. Na mimi mwenyewe nitakuwa kinara kwa vijana, kuhakikisha kwamba kila ninakoenda sasa nitasema nataka mnipeleke kwenye mashamba ya vijana. Manake ndio kurithisha urithi mzuri. Vijana waone na wajue na watambue kwamba wana wajibu wa kufanya kazi za kilimo, wana wajibu wa kufanya kazi za uzalishaji kwenye madini na sekta nyingine huko, na wana wajibu wa kuwa Watanzania wanaozalisha, sio wanaosubiri kuletewa. Kwa hiyo tujikite zaidi kwa vijana, tuongeze idadi yao, tuwape maelekezo, tuwasimamie, tuwape moyo, tuwabadilishe fikra, kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye sekta ya kilimo kwa miguu yote miwili, kwa sababu kilimo ni biashara na sekta ya kilimo inalipa. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.